Nawasalimia wote kwa jina la Yesu Kristo. Tumai ya kwamba uko salama, na tunashukuru Mungu sana kwa sababu kwa hakika ametulinda tangia tulipokuwa pamoja siku ya Friday, na siku ya leo ni siku nyingine ambapo tunaanza wiki hii, na tunaamini ya kwamba Mungu anaenda kutusaidia na hata kutuongoza, na kwa hivyo tutakuwa na nafasi ya kuomba na ili tuweze kuanza mkutano wetu wa jioni ya leo. Naamini ya kwamba tutabarikiwa katika jina la Yesu. Kwa hivyo tupate nafasi hii ili tuweze kuomba Mungu ili atupe mwongozo na mwelekeo wa neno la siku ya leo katika jina la Yesu. Na tuombe. Takatifu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, nafasi nyingine ambapo Bwana umetuwezesha kuona usiku wa leo, imegharimu mkono wako. Tunakushukuru. Asanti kwa sababu ya neema yako, asanti kwa sababu ya fadhili zako. Wewe ni mwenye rehema nyingi, mwenye uwezo wote. Ninakushukuru kwa sababu kwa hakika Mungu wa rehema, isipokuwa ni wewe hatungeona usiku wa leo, hatungekuwa na mchana wa leo. Umetusaidia kila mahali mmoja amekuwa, na katika shughuli zote umekuwa pamoja nasi. Uinuliwe na hata uhimidiwe. Bwana, tuongoze katika neno lako, na ubariki kila mmoja ambaye atajiunga nasi usiku wa leo, na tayari wale tulio nao wabariki na uzidi kuwatenda mema. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Basi napenda nichukue nafasi hii ili niweze kuleta kumbukumbu kidogo tu ya mambo ambayo tunaendelea kuzungumzia. Ujumbe wetu umekuwa ni ule wa viumbe hai kiroho, na kwa hivyo jua ya kwamba tumeshughulikia sehemu ya kwanza ya malaika ambapo sitarudia, na tena tumeshughulikia sehemu ya pili ya roho wachafu ama mapepo, na tukatumia lugha nyingi pale, majina mengi ambayo yanatumika tunaposema roho wachafu. Na kwa hivyo tuko na nafasi ya kuingia sehemu ya tatu siku ya leo, maana hiyo sehemu nyingine tuliweza kumalizia siku ya Ijumaa. Na kwa hivyo tuone sehemu ya tatu ya viumbe hai kiroho, nayo ni sehemu ya shetani, ama jina lingine Ibilisi, na tena ana majina mengi. Na kwa hivyo tutaweza kuguzia baadhi ya majina ambayo anaitwa ama anavyojulikana tangu mwanzo. Kuna lile jina ambalo alikuwa anaitwa ama ndilo jina lake alipokuwa mbinguni, kwa sababu tunajua alikuwa mojawapo wa malaika, na kuna jina alilokuwa nalo. Na kwa hivyo tutasoma katika Isaya 14, the book of Isaiah 14 and verse 12. To Isaiah 14 and verse 12 inasema hivi: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Kwa hivyo tumeanza na kuzungumzia ama siku ya leo, kwa wale ambao wanaendelea kujiunga na somo letu la leo. Sasa tumeanza sehemu ya kuangalia shetani ni nani, majina yake,
na historia yake na mambo kadhaa ambayo tutaendelea tukiangalia, kwa sababu kama vile nimetangulia kusema, tumeshughulikia sehemu hizo zingine. Huyu anaitwa nyota ya alfajiri. Hilo ndilo jina aliloitwa, na nyota ya alfajiri ikitafsiriwa na lugha ya Kiebrania ni kusema Lucifer. Hiyo ndio jina alilokuwa anaitwa wakati alikuwa malaika na wakati alikuwa mbinguni, na kwa hivyo akawa na jina hilo, nyota ya asubuhi ama malaika wa nuru, aliitwa hivyo. Majina hayo yaliweza kutumika, na katika Ayubu, in the book of Job chapter 1 verse 6, Ayubu 1 na mstari wa 6, inasema hivi. Ayubu 1 ama Job chapter 1 verse 6, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujidhihirisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Okay. Bwana akamuuliza, hiyo ni mstari wa 7, lakini hata kabla sijaendelea sana, lakini tuusome tu mstari huu wa 7. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kwa hivyo huyu Lucifer, najua ya kwamba kama vile tumesoma katika Isaya, aliangushwa hapa duniani, na sasa katika kitabu cha Ayubu tunaona yeye anafanya kazi hiyo ya kuzunguka zunguka na kutembea huku na huku duniani, na Mungu alimuita jina. Wakati huu hakumuita Lucifer, alimuita Shetani. Kwa hivyo tunaona ana jina hilo, na Shetani maana yake ni kusema mshindani. Kwa hivyo jina Shetani ina maana ya mshindani, kwa sababu tunajua hata kile ambacho kilimtoa mbinguni, alitaka kujiinua, alitaka kushindana na Mungu, alitaka kuketi katika kiti cha enzi, na kwa hivyo ndiposa sasa anaitwa Shetani au mshindani. Na kwa hivyo alionekana wakati wa Ayubu, na sasa mwanzo wa yule Ayubu ilikuwa ya kwamba katika maisha mwanzo wa majaribu ya Ayubu, alikuwa akitembea huku na kule, na kwa hivyo Mungu akamuona alipojidhihirisha mbele ya Mungu, na Biblia inasema ya kwamba akaonekana na akaulizwa alikuwa wapi. Katika Zekaria 3 na mstari wa 1, Zekaria 3 na mstari wa 1, the book of Zechariah chapter 3 verse 1, inasema hivi: kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na Shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Kwa hivyo unakuta ya kwamba
tangia zamani zile, kutokana na jina hili la Shetani ya kwamba yeye ni mshindani, alionekana amesimama, na Biblia imesema ya kwamba yani Zakaria anasema kisha akanionyesha Yoshua. Aliona Yoshua yule kuhani amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na Shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Kwa hivyo unakuta ya kwamba jina hili Shetani limetumika, na nimesema kwa lugha nyingine kumaanisha mshindani. Na tena ana majina mengi ambayo tunaweza kuyaona katika maandiko. Katika Mwanzo 3 mstari wa kwanza, Genesis chapter 3 verse 1 and also verse 4, na majina mengi tunaweza kutazama. Biblia inasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Jina lingine la Shetani ni nyoka, naitwa nyoka. Na tena katika Ufunuo 12 na mstari wa 9, Revelation chapter 12 verse 9, Ufunuo 12 na mstari wa 9 nasema hivi: yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hivyo bado tunaendelea kuona majina haya ya kwamba anaitwa joka, anaitwa nyoka wa zamani, anaitwa Ibilisi, anaitwa Shetani. Kwa hivyo pale tunakuta majina mengi, na bado inazungumzia huyu Shetani. Na tukiangalia katika Mathayo 4 na mstari wa kwanza, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Tuone mstari wa 5. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Mstari wa 8. Biblia inasema kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Kwa hivyo jina ambalo tunapata hapa limetumika sana ni kwamba anaitwa Ibilisi. Na tena tuliona katika Ufunuo 12 na mstari wa 9 ya kwamba Shetani bado ndiye Ibilisi. Na hili jina Ibilisi inamaanisha mstaki wa uongo.
jina hili kwa sababu kila jina ina maana yake. Ibilisi ina maana ya kwamba ni mstaki wa uongo. Kwa hivyo hakuna wakati ataweza kusema ukweli, na tukiendelea tutaona historia yake, mwanzo wake, tangia mwanzo wake yeye ni muongo, na kwa hivyo ndiposa anaitwa Ibilisi. Tena katika hiyo Mathayo tunayosoma 4, tukirudi mstari wa 3, Biblia inasema mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Pia jina lake anaitwa mjaribu. Kwa hivyo ana majina mengi. Mathayo 12 na mstari wa 24, Matthew chapter 12 verse 24, nasema hivi: lakini Mafarisayo waliposikia walisema, huyu hatoi pepo ila kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia, kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake hufanyika ukiwa. Tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Kuna wakati Yesu alipokuwa anaendelea katika ile huduma ya kuwatoa mapepo na kuweza kuponya watu na kuweza kuendelea akiwasaidia watu wa Mungu, tunaona ya kwamba kuna wakati Mafarisayo waliinuka kinyume na yeye, kasema ya kwamba huyu hatoi kwa sababu yani si kwamba anatoa mapepo. Walisema ya kwamba huyu anatoa na anatumia nguvu ya Beelzebuli. Kwa hivyo aliweza kutumia jina hilo Beelzebuli. Na katika Marko, tuunganishe na hiyo Marko 3 na mstari wa 22, Marko 3 mstari wa 22, nasema hivi: nao waandishi walioshuka kutoka Yerusalemu wakasema, ana Beelzebuli, na kwa mkuu wa pepo huwatoa pepo. Kwa hivyo jina hili pia Beelzebuli ama mkuu wa mapepo ni tena linatumika linapomsema ama linapoongea kuhusu shetani. Kwa hivyo shetani, Beelzebuli ama mkuu wa mapepo, na ni vizuri kuelewa hayo. Katika Mathayo 13 na mstari wa 19, kwa wale ambao wanaendelea kujiunga nasi leo, tunaongea kuhusu tunapoendelea kuhusu viumbe hai kiroho. Nimesema ya kwamba tumeweza kuzungumzia habari ya malaika, na tena tukazungumzia habari ya roho wachafu, na sasa tunazungumzia sehemu ya 3 ya shetani mwenyewe. Tumeona majina kadhaa. Aliitwa Lucifer mwanzo, na tukasema Lucifer ni kusema nyota ya alfajiri. Tena aliitwa nyoka na joka na yule nyoka wa zamani, na majina hayo tumeweza kuyashughulikia. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba katika Mathayo 13
na mstari wa 19, Matthew chapter 13 verse 19, inasema hivi: kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia, tena shetani anaitwa mwovu. Yeye si mzuri, yeye ni mwovu. Hilo pia ni jina lake. Katika Yohana 8 na mstari wa 44, John chapter 8 verse 44, John chapter 8 verse 44, tunashughulikia majina mengine ambayo ni majina ya shetani. Yeye ni mwovu, yeye ni mjaribu, yeye ni ibilisi, na ana majina hayo yote. Yesu alisema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Uanzia hapo juu ili watu ambao ninasomea wasione kana kwamba ni wao naambia hivyo. Inasema hivi, Yesu akawaambia, hiyo sasa nimeanza 42. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mungenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala si kuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Bona hamuyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamuwezi kulisikia neno langu. 44. Sasa ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Na kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba Yesu alitaja tena habari ya shetani, na akampa majina mengine ya kwamba yeye ni muuaji. Kwa hivyo shetani si kuwa tu mwovu, bali yeye ni muuaji. Na tena jina lingine ni kwamba yeye ni mwongo, kama vile ilivyotangulia kusema hapo mbeleni, lakini ana jina lingine ya kwamba yeye ni mwongo. Na inasemekana ya kwamba anaposema uongo, anasema mambo yake mwenyewe. Hakuna wakati anaweza kusema ukweli. Kwa hivyo ni hatari sana. Hata mtu anayedanganya yeye kumaanisha ana sehemu ya huyu shetani. Na Yesu hakudanganya watu, yani hakuhepa. Aliwaeleza ukweli ya kwamba wale ambao hawamwamini wao ni wa baba yao Ibilisi. Ingawa tunasema Mungu ndiye muumbaji wa kila mwanadamu, lakini kuna wale ambao wana baba yao mwingine ambaye ni shetani, na kwa hivyo wale hata husema uongo na wanamuiga baba yao, kwa sababu mtu humuiga baba yake, na hiyo inajulikana na inakuwa ni rahisi sana. Na mtu vizuri kuangalia maisha yake. Katika Wakorintho wa pili 4 na mstari wa 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4,
na ujue ya kwamba shetani akiwa muuaji anatimiza hiyo ya kwamba lazima auwe. Nafuatilia sana kuua, tena anadanganya watu. Katika siku zetu watu wasipojihadhari, kuna udanganyifu mwingi na watu wanatolewa katika ukweli wa neno, wanadanganywa na mambo mengi, kwa sababu shetani ni muongo na ashindwe katika jina la Yesu. Katika Wakorintho wa pili 4 na mstari wa 4, Biblia inasema hivi: ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Unaona, jina lingine ambalo shetani amepewa hapa, anaitwa mungu wa dunia hii. Unaona, ukiangalia ile mungu ni ile small m, na kwa hivyo ni mungu wa dunia hii. Usikia mungu wa dunia hii, ujue inaongea kuhusu shetani, na hilo ni jina lake. Vile amepofusha watu fikira zao wasiamini, na ili nuru ya Injili isiweze, na utukufu wa Kristo usiweze kuwazukia ama kuwafikia. Kwa hivyo yeye anaitwa mungu, lakini ni ile small m ama small g wa dunia hii. Tena sio tu mungu wa dunia hii, bali kuna jina lingine anapewa katika Yohana 13 mstari wa 31. John 12 verse 31. Yohana 12 na mstari wa 31. Nasema hivi: sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Bali na kuitwa mungu wa dunia hii, tena anaitwa mkuu wa ulimwengu huu. Kwa hivyo bado ukisoma neno ukute ya kwamba kuna yule mkuu wa ulimwengu, ujue ya kwamba huyu ni shetani. Katika sura ya 14 na mstari wa 30, hiyo tu Yohana, John 14 verse 30, John 14 verse 30 pia inaeleza John 14 verse 30, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Kwa hivyo unakuta ya kwamba hilo ni jina lingine alilopewa. Tena Paulo kuna neno anatumia katika Wakorintho wa pili 6, Wakorintho wa pili 6 na mstari wa 15. Wakorintho wa pili 6 na mstari wa 15, Biblia inasema hivi: tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Hivyo Paulo anatumia jina lingine hapa, jina la Beliari, na kwa hivyo hili ni jina lingine linamaanisha ufisadi. Jina Beliari inamaanisha ufisadi,
na tena ni jina ambalo linatumika, jina la shetani. Kwa hivyo ni vyema kuelewa hayo. Waefeso 2 na mstari wa 2 tunazidi kuangalia majina mengi ambayo yamenakiliwa katika Biblia, majina ya shetani. Tunaangalia majina ya shetani vile anavyoitwa katika Biblia, na tumeangalia mwanzo wake ulikuwa namna gani, na tutaendelea tukiangalia hata historia yake na mambo vile ilivyotendeka huko mbinguni. Biblia inasema hivi tena. Nimesema katika tuangalie katika Waefeso 2 na mstari wa 2, Ephesians chapter 2 verse 2. Iliongea hayo nikitarajia tutaingia pale na tusome katika Waefeso 2 na mstari wa 2, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kwa hivyo jina lingine ambalo anapewa hapa, anaitwa mfalme wa uwezo wa anga. Na kwa hivyo ndiposa wakati tunapoomba tunaona ya kwamba anga, kwa sababu yule mfalme wa anga ni shetani, na tunataka kupenya na kuendelea katika maombi, huwa tunaomba Mungu atusaidie ili anga yetu na mahali tunapoomba Mungu aweze kuitengeneza na tuwe na anga nzuri ya maombi. Ndiposa watu wengine ama wakati mwingine watu wakiingia katika maombi, unakuta ya kwamba watu hawana uwezo wa kupenya, kwa sababu pengine hawajakesha na kujua ya kwamba mfalme wa anga yeye ni shetani, na ingawa hatumuombi ruhusa maana tumepewa mamlaka, lakini tunaomba tukijua ya kwamba hakika atashindwa, na sisi anga yetu itaweza kuwa sawa, na tutaweza kufikia Mungu wetu na kumweleza yale tunaohitaji. Petro wa kwanza, 1 Peter chapter 5 verse 8. Petro wa kwanza 5 na mstari wa 8. Petro wa kwanza 5 na mstari wa 8 inasema, muwe na kiasi, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mstaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye zunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa hivyo tena hapa tunaona ya kwamba kuna jina hili ambalo limetumika, mstaki. Kwa hivyo shetani kazi yake ni kuwastaki watu wa Mungu, na kwa hivyo Biblia inasema, ama Petro alieleza kanisa ya kwamba muwe na kiasi na kukesha, kwa sababu kuna yule anayetustaki na jina lake ni Ibilisi, na pia ni mstaki, na kazi yake ni hiyo. Anataka kusema ya kwamba hatujakaa vizuri kulingana na vile alivyotuona mahali na vile tulivyoongea na mambo mengi, na kwa hivyo ni vizuri tukuwa na kiasi na tena kuwa tunakesha, kwa sababu kuna mambo mengine Wakristo wakifanya wanakosa ile nguvu ya kuweza kueleza watu mambo, kwa sababu
wao wenyewe wanajijua ya kwamba hawajakamilika vizuri, hawajakuwa watu wazuri. Kuna mienendo yao ambayo ni mbaya, na shetani anawastaki mbele za Mungu na kusema ya kwamba vile ambavyo alikuta wakifanya, wakinena. Na kwa hivyo Petro anatushauri ya kwamba tuwe na kiasi, maana kuna watu ambao wanakosa kiasi katika mienendo yao, wanakosa kukesha katika maisha yao, na basi shetani anaona kitu cha kuwastakia na kusema ya kwamba wao hawajafaulu katika ile hali ya kuzungumza baadhi ya maneno fulani. Katika Ufunuo ambao tumesoma, Ufunuo 12 na mstari wa 9, Ufunuo 12 na mstari wa 9, nasema hivi: yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Tumesema ya kwamba huyu Shetani na pia ambaye tumesema ni Ibilisi, nyoka wa zamani. Tena hapa tunaelezwa anaudanganya ulimwengu wote. Kwa hivyo yeye ni mdanganyifu, ingawa tulisema yeye ni muongo, lakini pia jina lingine kitumia mdanganyifu, basi unazungumzia habari ya yule Shetani. Na kwa hivyo haya ni baadhi ya majina ambayo yametumika katika Ufunuo. Tumalizie na Ufunuo 9 na mstari wa 11, Revelation chapter 9 verse 11. Nasema hivi: na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu, jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni, na jina kwa Kiyunani analo jina lake Apolion. Kwa hivyo unakuta ya kwamba huyu tena Shetani, ama anajulikana tena malaika wa kuzimu, anaitwa malaika wa kuzimu, na tena ana majina haya ya Kiebrania, anaitwa Abadoni. Ina maana sawa na ile pia ambapo anaitwa Apolion. Kwa hivyo maneno haya mawili yana maana ya kwamba ni mharibifu. The meaning of the word Abaddon and Apollyon inamaanisha ya kwamba ni mharibifu. Kwa hivyo majina hayo yote na mengine ni kwamba huyu inamaanisha kuhusu mmoja ambaye ni Shetani. Kuna vitu ambavyo vinafananishwa na Shetani. Kwanza tuliona yeye anafananishwa na nyoka. Kwa hivyo ukiona nyoka, yule mnyama ambaye ni nyoka, si kwamba kila nyoka ni Shetani, ila anafananishwa na nyoka. Na kwa hivyo si kumaanisha ya kwamba nyoka iliyonena na yule mwanamke Hawa ya kwamba kila nyoka fikiri ya kwamba ni Shetani. Lakini kuna mnyama ambaye ni nyoka na watu wanaogopa sana, na lakini hiyo ni Shetani anafananishwa na nyoka. Tena katika Mathayo 13 na mstari wa 25
kuna kitu anafananishwa. Yesu alisema maneno haya Mathayo 13 na mstari wa 25, Matthew chapter 13 verse 25. Inasema hivi: lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Kwa hivyo tena shetani anafananishwa na huyu mpanzi ama aliyepanda magugu. Mpanzi wa magugu anafananishwa hayo. Kwa hivyo yeye anapanda mambo mabaya, mambo maovu, na yeye anafananishwa na jina hilo. Yohana 10 na mstari wa 12. Naamini ya kwamba mpaka mahali tumefika tunaendelea vizuri, na sijui kama naenda mbio sana, lakini tunasema kama kuna swali lolote lile naweza kulishughulikia. Yohana 10 na mstari wa 12 inasema hivi: mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Tena shetani anafananishwa na mbwa mwitu. Kuna neno tulisoma katika waraka wa kwanza wa Petro 5 na mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Petro, 1 Peter chapter 5 verse 8. Kuna neno tumesoma hapo. Biblia inasema muwe na kiasi na kukesha, kwa maana mstaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Tena hapa unakuta shetani anafananishwa na simba. Unajua ya kwamba kuna yule simba wa kweli. Ye shetani huwa ni counterfeit. Ye ni kujifananisha. Kila kitu anataka kuiga na anataka kufananisha. Tunajua simba wa Yuda ni Yesu. Kwa hivyo Yesu anafananishwa na simba, naye pia shetani akajaribu kujifananisha na simba ili azunguke akiguruma, anatisha, ili akitafuta mtu amumeze. Na kwa hivyo yeye anafananishwa, anajua ya kwamba simba anaogopewa, na kwa hivyo anapotisha watu wakiwa na uoga. Ndiposa sisi wa Kristo hatutakiwi kuwa na uoga, na Mungu hakutupa roho ya uoga ili ya kwamba tuweze kushinda mambo ya ulimwengu, tuweze kushinda katika majaribu, na katika ulimi wetu tusiongee kama watu wameshindwa. Hata kama majaribu yametusonga, bado tunakiri ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi, na hivi ndivyo ilivyo, kwa sababu ni neno la Mungu. Kwa sababu yule shetani, watu wasipokesha, watu wasipojiangalia, ye anapozunguka akikuta watu ambao kana kwamba hawana msimamo, basi anaweza kupita nao na kuharibu maisha yao, kwa sababu yeye ni anafananishwa na njia hiyo. Mfano mwingine katika Zaburi 91 na mstari wa 3, tena anafananishwa na huyu ambaye ameandikika hapa, Zaburi 91 na mstari wa 3. Inasema hivi: maana yeye atakuokoa na mtego wa mwidaji, na katika tauni
iharibuyo. Kwa hivyo pia shetani anafananishwa na mwindaji anayetengeneza mitego. Kazi yake ni kuweka mitego, anawaekea wanaume mitego, anawaekea wamama mitego, anawaekea vijana mitego na pia watoto. Ye anataka kuwanasa watu wengi vile vile anavyoweza. Hata wachungaji anawaekea mitego kwa sababu ye ni mwindaji anayetengeneza mitego. Kwa kila jambo anajaribu kabisa kuona ya kwamba kama ule mtego ambaye ameweka kama umenasa kitu. Na kwa hivyo najua ya kwamba katika sehemu hiyo tumeshughulikia majina na tena yale vitu zingine ambavyo vinalinganishwa ama kufananishwa na shetani. Tusome katika kitabu cha Ezekiel chapter 28 and verse 13. Sasa tunaweza kuangalia kidogo historia ya shetani, maana pia imeandikwa katika Ezekiel 28 verse 13. Inasema hivi: ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, majano na almasi na zabarajadi na shuhamu na yasipi na yakuti samawi na zumradi. Haya ni majina ya yale mawe ya thamani, na baharamani na dhahabu. Kazi ya mitali yako na filibi yako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Kwa hivyo huyu ni shetani aliyekuwa katika lile shamba la Edeni ama ile bustani ya Mungu, na alikuwa ana ile biashara ya mawe ya thamani. Na kwa hivyo unakuta mambo hayo yaliweza kuendelea na pia tukiendelea mstari wa 14, wewe ulikuwa kerubi mwenyewe kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima takatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Kwa hivyo kumbuka ya kwamba tulipokuwa tunazungumzia habari ya malaika, tulisema ya kwamba shetani alikuwa malaika, alikuwa kerubi, na tuliweza kuyaguzia mambo hayo. Na kwa hivyo tunaendelea kuelezwa mahali alikuwa amewekwa juu, alikuwa amepewa nafasi kubwa na alikuwa kiongozi katika ile sehemu ya malaika, lakini licha ya kuwa alikuwa ameinuliwa hivyo, yeye hakuona ya kwamba hiyo inamfaa. Kwa hivyo huwa tunasema roho yote ya kiburi ni roho ya shetani, maana alikuwa na kiburi tangu mwanzo. Mstari wa 15, ulikuwa mkamilifu
katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hivyo pale mwanzo Shetani alionekana kuwa mkamilifu katika njia zake tangu alipoumbwa. Kumbuka tulisema ya kwamba malaika ni viumbe wa Mungu, na ndiposa hata hapa tunasema viumbe hai kiroho, kwa sababu hata malaika waliumbwa na Mungu. Kwa hivyo Shetani ni kiumbe cha Mungu, na kwa hivyo Shetani hakuna wakati atatoshana na Mungu kamwe, kwa sababu yeye ni kiumbe cha Mungu. Kama vile Mungu alituumba sisi, naye Shetani aliumbwa. Tofauti ya sisi na yeye ni kwamba sisi tumeumbwa na tukapewa mwili, lakini yeye hana mwili, lakini anatumia walio na mwili ili kutekeleza yale anaohitaji. Haya, katika mstari wa 16, nafikiri tutakomea mstari wa 16 na ili tutaendelea kutoka hapo. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza, ewe kerubi ufunikaye, utoke katika mawe hayo ya moto. Kwa hivyo tunaona jinsi ambavyo Shetani aliweza kuasi, na basi akaondolewa katika ule mlima mtakatifu, ama mlima wa Mungu, ama mahali alipokuwa amewekwa, basi akatolewa mahali pale. Na Ezekiel anajaribu kueleza historia ya Shetani na vile mambo yalivyokuwa. Kwa hivyo nitakomea hapo kwa leo sababu ya muda wetu, na niombe ya kwamba kama kuna mtu aliye na swali tunaweza kukubalia swali hilo, na pia unaweza kuandika. Pia tunaweza kushughulikia hata kama ni kesho kabla kuendelea, na kwa hivyo tunakukaribisha kwa njia yoyote ile utakayotumia ili tunapoendelea, na itakuwa ni vizuri. Naomba Mungu wa rehema awabariki. Tunaendelea kuangalia kama kuna mtu anayewasilisha ama anayeleta swali. Na basi kama tukiendelea kuangalia hivyo, ni kwamba Mungu akubariki sana. Tumeanza wiki hii na sasa tunaamini ya kwamba tutaendelea kama vile Mungu atakavyotuongoza, na ili ya kwamba najua ya kwamba tutaweza kukamilisha sehemu hii ya viumbe hai kiroho, na ili tuweze kuwa na somo lingine kama vile Mungu atakavyotuongoza. Na kwa ajili ya hayo machache ama mengi, Mungu awabariki. Muwe na usiku wa baraka, na Mungu awe pamoja nanyi. Na kwa hivyo tuamini na tuweze kuomba. Takatifu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo twaja mbele zako, tunakutukuza, tunakuinua. Wewe uliyetuokoa, Mungu wa rehema, na kututoa katika mikono ya mfalme wa ulimwengu huu ama mkuu wa dunia hii, na Mungu wa rehema, ukatuhifadhi, ukatusaidia, ukatufanya kuwa wanao katika ufalme wako. Ufalme wetu na ufalme wako ni ufalme ulio juu, ni ufalme wa mbinguni, ni ufalme wa milele, ni ufalme ambao ni mwema. Na hivyo tuna ujasiri tunapojiita watoto wako, kama vile neno linavyotuita hivyo, kwa sababu tumezaliwa mara ya pili. Twajua ya kwamba utatuhifadhi, twajua ya kwamba unatupenda, twajua ya kwamba utaendelea ukitusaidia.
Asanti Mwokozi wa rehema, kwa kuwa Mungu wa ajabu. Tabariki watu wako na wapendwa wote, tunapoendelea kukesha na tunapoendelea kuwa na kiasi, katika jina la Yesu. Na hivyo tunaamini ya kwamba utazidi kutuongoza na hata kutusaidia kwa kila hali. Mungu wa rehema, Bwana, ukituongoza kwa kila jambo, ili ya kwamba tusitoke laini yako, hata kama kutakuwa na udanganyifu mwingi wa shetani katika mitandao na kwingineko. Tunajua ya kwamba Bwana utasimama na kanisa lako, utasimama na watu wako, utaendelea Bwana ukiwasaidia ili wadumishe ukweli ndani yao na hawatabadilika, katika jina la Yesu. Jina lako liinuliwe, jina lako lihimidiwe, kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Wabariki watu wako, tubariki zote usiku wa leo, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Nyinyi ni watu wa baraka. Mungu awe nanyi usiku wa leo. Tunawapenda tunapoona ya kwamba mnazidi kujumuika nasi, katika jina la Yesu Kristo. Mungu awatende mema. Good night.